Naitwa Chonya Elisha, mwenyekiti wa Baraza la Vijana wa Chadema mkoa wa Mbeya. Kama ambavyo Julai 13, 2026 tulizungumza na umma kupitia kwenu waandishi wa habari kuhusu kuendelea kushikiliwa kwa vijana wanafunzi wa vyuo vikuu, wanachama na viongozi wa mtandao wa wanafunzi wa Chadema vyuo vikuu, vyuo vya kati kwa mkoa huu wa Mbeya. Na ikumbukwe kwamba hawa vijana wanne, akiwemo Noah Mwalange kama mwenyekiti, Gwamaka Mboka kama katibu na Agustino Wasinyo kama mwenyekiti wa vijana wa Chadema wanafunzi kwenye chuo cha Catholic University of Mbeya, pamoja na Rogers Mpwani. Hawa vijana wamekamatwa tarehe 3 na tarehe 4 Julai 2026, na hivi tunavyozungumza tayari zimeshapita siku zaidi ya 12. Tunazungumza siku 13 sasa tangu kukamatwa kwao, na wanaendelea kushikiliwa na jeshi la polisi kituo cha Central, kituo cha kati Mbeya, bila kufikishwa mahakamani. Sasa tarehe 13 tulikuja kuzungumza na umma kupitia kwenu waandishi wa habari tukitoa wito kwa jeshi la polisi kuwapeleka au kuwafikisha mahakamani hawa ambao vijana wanaendelea kushikiliwa, ikiwa wana tuhuma ambazo wanastahili kujibu. Lakini vile vile nakumbuka tarehe 13 Julai 2026 tulitoa wito kwa mahakama kama muhimili unaopaswa kulinda na kutenda haki kwa watu wote ikiwemo watuhumiwa, kwamba mahakama, kwa sababu ya shauri ambalo lilifunguliwa na shauri lililofunguliwa chini ya hati ya dharura tangu tarehe 11 mwezi huu wa 6 2020 na mwezi huu wa 7 2026. Sasa tangu shauri hili la habeas corpus ambalo limefunguliwa chini ya hati ya dharura kufunguliwa mahakamani tarehe 13, tulisema kwamba bado shauri halijapangiwa jaji, na ili jaji akipangwa aweze kupanga tarehe ya kutajwa kwa shauri ili ziweze kutolewa summons kwa ajili ya kuwaita wale ambao wanaendelea kuwashikilia vijana ambao ni wanafunzi, ili waweze kufika mahakamani, mahakama ikaweze kuamua ikiwa ni halali kuendelea kuwashikilia ama la. Kwa masikitiko makubwa sana, hivi ninavyozungumza, tangu shauri hili kufunguliwa tarehe 11 Julai 2026 na leo ni tarehe 16 Julai 2026, kitu pekee ambacho mahakama imefanya kati ya yale ambayo ilikuwa yafanywe kwa haraka ilikuwa ni kupanga jaji. Kupanga jaji peke yake kusingeweza kutibu haja ya hati ya dharura. Ilikuwa jaji apange tarehe ya kuweza kutoa summons kwa ajili ya kuwaita wale wanaodaiwa kuendelea kuwashikilia. Mpaka hivi tunavyozungumza, jeshi la polisi wanaendelea kuwashikilia vijana bila kuwafikisha mahakamani. Pili, mahakama tangu hiyo tarehe 11 Julai 2026 mpaka leo jaji amepangwa wa kusikiliza hiyo kesi, lakini jaji hajapanga tarehe ili iweze kutolewa summons kuwaita wale ambao wanawashikilia waende kujibu mahakamani kama ni sahihi ama sio sahihi, na kama kuna tuhuma waweze kuwafikisha mahakamani hao vijana wanaendelea kuwashikilia. Mpaka sasa hiyo tarehe haijatajwa, na mpaka sasa vijana wanaendelea kushikiliwa polisi, na hakuna mwelekeo wa hiyo kesi au tarehe itatajwa lini ili vijana waweze kufikishwa mahakamani. Na mtakumbuka tulisema vijana ambao ni wanafunzi kwenye vyuo wapo katika kipindi cha mitihani ya mwisho wa mwaka, kufunga mwaka, semester ya pili. Vyuo ambavyo wanatokea tayari mitihani inaendelea. Sasa tulieleza masikitiko yetu kuona kwamba ni hatari kwa kiwango gani, na ndio maana hata shauri lilifunguliwa chini ya hati ya dharura ili angalau kulinda ndoto za vijana, kuepuka madhara yanayoweza kutokana na kuwakwamisha wasifanye mitihani yao, athari za kielimu. Lakini tulizungumza matarajio ya jamii au familia wanakotokea, kwamba ilingekuwa ni muhimu sana. Sasa tumekuja tena kwenu waandishi wa habari kuzungumza na umma, kueleza masikitiko yetu kwamba
jeshi la polisi bado wanawashikilia vijana wetu bila kuwafikisha mahakamani kinyume na sheria inavyotaka. Lakini jambo la pili, bado mahakama haijaweza kusimama kwa sehemu yake kama muhimili unaofaa kutenda na kusimamia haki ya watu wote, angalau kuweza kuakti katika udharura kama ambavyo shauri lenyewe limefunguliwa chini ya hati ya dharura, ili waweze kuwaita wale wanaodaiwa kuendelea kuwashikilia waende wakajibu kwa nini wanaendelea kuwashikilia. Na kwa matokeo ya hayo yote, jeshi la polisi kuendelea kuwashikilia, mahakama kutotaja tarehe mpaka sasa, maana yake vijana wanaendelea kushikiliwa bila kuwa na matumaini ya lini wataitwa mahakamani chini ya shauri ambalo tumelifungua. Lakini vile vile polisi haieleweki, hawana taarifa yoyote ambayo imetolewa kwa umma ni lini wanawafikisha mahakamani ili wakajibu tuhuma ambazo wamewatuhumu kutenda. Sasa tunatoa wito kwa nia njema kabisa. Mosi, tunatoa wito kwa jeshi la polisi kwa nia njema kabisa, liwaachie vijana bila masharti yoyote, warudi uraiani, wakaendelee na shughuli yao ya masomo, ikiwemo mitihani ambayo sasa hivi tunavyozungumza vyuo vipo katika ratiba za mitihani na wanaendelea kufanya mitihani vyuo kadhaa, na wale ambao hawajaanza, ili vijana waweze wakapata fursa ya kufanya mitihani. Jambo la kwanza. Jambo la pili, ikiwa kuwaachia bila masharti ni jambo gumu sana kwao, tunalitaka jeshi la polisi liwafikishe mahakamani kwa tuhuma wanazo watuhumu haraka iwezekanavyo, ili vijana waende wakapate haki yao mahakamani, haki ya kusikilizwa na haki ya kutendewa kama watu wanaotuhumiwa tu na kama sio watu waliotenda makosa. Na jambo la tatu, tunaiomba mahakama kwa unyenyekevu mkubwa sana, kama tulivyosema awali, kwamba mahakama ni chombo ambacho ndicho chenye kulinda na kutenda haki kwa watu wote bila kujali hali ya mtu, hata mtuhumiwa na haki zake. Sasa tunaiomba mahakama, kwa hatua tulipofikia, shauri limefunguliwa chini ya hati ya dharura, tunashindwa kuelewa wenzetu hawaelewi nini au mahakama haielewi nini kuhusu udharura wa hili jambo. Fikiria, shauri linafunguliwa chini ya hati ya dharura tangu tarehe 11, leo ni tarehe 16, siku 5 ama 6 bado hawajaona huo udharura. Fikiria kama ingelikuwa ni dharura ya kuokoa maisha ndani ya masaa 24, maana yake tunavyozungumza leo kunisingekuwa na maisha. Gani zimechukuliwa mpaka sasa hatujapata taarifa ya hatua gani uongozi wa chuo, uongozi wa vyuo, uongozi wa serikali za wanafunzi kwenye vyuo, mpaka sasa hatujakuwa na taarifa ya hatua walizozichukua ili kuwasaidia hawa vijana kuhusu hatima zao za kielimu. Sasa na kwa sasa tumesikia tumeona imekuwa ni kawaida watu kubambikiwa kesi za uhaini, lakini vile vile tumeona kuna watu wanabambikiwa kesi za ugaidi, mambo mabaya kabisa ambayo yanaharibu taswira ya nchi. Sasa sisi tutoe wito. Tulisikia wametoa taarifa wanawatuhumu kwa kufanya vurugu, sijui kufanyaje. Baadaye tukasikia kuna tuhuma za uchochezi, na baadaye sasa kwa sababu ya hayo mabadiliko, wenda tusishangae kuna siku mkasikia hao vijana wanatuhumiwa kwa uhaini, hao vijana wanatuhumiwa kwa ugaidi, au wanatuhumiwa kwa makosa mengine yoyote yatakayowafanya hao vijana pengine wakakosa haki zao za msingi. Sasa tunatoa wito kwa jeshi la polisi, ni muhimu, ikiwa kuna misingi ya kisheria kuendelea kuwashikilia wafikishe mahakamani. Ikiwa hakuna hiyo misingi ya kisheria kuendelea kuwashikilia, basi wawaachie bila masharti vijana waendelee na majukumu yao.